Naibu Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mohamed Mwinjuma maarufu kama Mwana FA amelazimika kukatiza hotuba yake na kushuka jukwani baada ya kuzomewa vikali kwa nguvu na maelfu ya wananchi, hasa vijana wa kisasi kipya waliohudhuria tamasha la maadhimisho ya miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava na Hip Hop nchini Tanzania. Akizungumza jukwani huko akijaribu kufikisha salamu kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan, kiongozi huyo alikabiliwa na upinzani mkubwa wa sauti na kelele punde tu alipotaja jina la serikali ya awamu ya 6, hali iliyosababisha ujumbe aliyokusudia kuwasilisha kutofika kabisa kwa walengwa, baada ya umati huo wenye hasira kukataa kusikiliza maelezo yoyote ya kiserikali au kisiasa. Tukio hili lililotokea katika mazingira ya burudani ambapo wananchi walikwenda kwa lengo la kusherehekea mafanikio ya sanaa na utambulisho wa kitamaduni, linaonyesha mabadiliko makubwa ya mienendo ya kijamii, ambapo kudhihirishwa kwa umma sasa kunajitokeza waziwazi nje ya mikutano ya kawaida ya kisiasa. Mapokezi haya asi dhidi ya afisa mwandamizi wa serikali yanadhihirisha uwepo wa mgandamizo mkubwa wa hisia miongoni mwa vijana ambao walitafsiri hatua ya kuingiza masuala ya utawala kwenye jukwaa la muziki kama jaribio la kisiasa, jambo linalosababisha hisia za pamoja za kukataa bila kupangwa mapema. Wananchi wengi waliofurika katika ukumbi huo walionyesha wazi kuwa walikuwa wamechoshwa na hotuba zilizolenga kumsifu ama kusifu mafanikio ya kiutawala badala ya kushughulikia matatizo halisi yanayowakabili katika maisha yao ya kila siku, hali iliyosababisha furugu hizo za kishindo za sauti. Uadui huu wa wazi unaashiria kuwa kero na changamoto mbalimbali za kijamii pamoja na mazingira ya kisiasa sasa zimevuka mipaka ya vyama vya siasa na kuingia katika maisha ya kila siku ya raia wa kawaida. Nia ya awali ya naibu waziri huyo ilikuwa ni kumpigia simu ya moja kwa moja Rais Samia Suluhu Hassan akiwa nyumbani kwake ili aweze kuzungumza na kuwasiliana na vilevile kupasha salamu zake raia waliokusanyika tamashani, lakini mpango huo ulifeli kabisa kutokana na ukubwa wa kelele na mfululizo wa zomea zilizotawala eneo lote la tukio. Hatua hiyo ilitafsiriwa na umati kama mwendelezo wa kampeni za mapema ambazo hazikuwa na nafasi kwenye jukwaa lililotengwa kwa ajili ya burudani na sanaa, hivyo kusababisha upinzani mkubwa huo wa kihistoria ambao haujazoea kushuhudiwa katika matamasha ya wasanii wa kizazi kipya. Mwanaharakati wa kisiasa Maria Zarungi alizungumza kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii ya X, Instagram na Facebook. Ameeleza kuwa jambo linalopaswa kutafakariwa kwa kina si ukweli kwamba kiongozi wa serikali amezomewa, bali ni namna umati mkubwa ulivyogeuka kwa pamoja kuwa na msimamo mkali mara tu mamlaka ilipotajwa. Mwanaharakati huyo amefafanua kuwa hali hii inadhihirisha kwamba malalamiko na kutoridhishwa kwa wananchi haviko tena kwenye maongezi ya siri au machapisho ya kidijitali pekee, bali sasa yanatolewa hadharani bila uoga wowote, hali anayoitaja kama dhihirisho la mgogoro mkubwa wa kisiasa unaoikabili nchi kwa sasa. Ameeleza kuwa vijana wameanza kupoteza imani na ahadi za kisiasa ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara bila kuleta mabadiliko ya kiuchumi
na kijamii, na ndio maana wanatafuta na kutumia fursa yoyote ya mikusanyiko mikubwa kutoa ujumbe mzito kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Mazingira haya yanahusishwa kwa karibu na matukio mbalimbali yaliyojiri siku za hivi karibuni nchini Tanzania, ikiwemo operesheni ya kiusalama zilizofanyika kabla ya alfajiri na kukamatwa kwa viongozi na wanachama wa vyama vya upinzani, pamoja na kuwepo kwa uchoraji wa ujumbe wa maandamano kwenye kuta za miji mbalimbali kuelekea maadhimisho ya siku ya tarehe 7 Julai. Hali ya hofu, kufungwa kwa masoko, barabara zilizoachwa tupu huku kukiwa na doria kali za askari wa usalama kote nchini, pamoja na ukomo wa siku 30 uliotolewa na Jumuiya ya Madola kuhusu swala la kushikiliwa kwa Tundu Antipas Lissu, limechangia kuongeza joto na shinikizo kubwa miongoni mwa vijana ambao sasa wamepata nafasi ya kutoa hasira zao kupitia tamasha la muziki. Shinikizo hili la kimataifa pamoja na hali ngumu ya kiuchumi ya ndani vimetengeneza mazingira yanayochochea hasira za wananchi wanaohisi kubanwa kiuchumi na kidemokrasia. Mwanasiasa wa upinzani na mjumbe wa kamati kuu Mchungaji Peter Msigwa alizungumza pia kwenye mitandao ya kijamii ya X na Instagram kwa kutoa onyo kali kwa viongozi walio madarakani, akieleza kuwa kitendo cha maafisa wa serikali kusomewa kwenye maeneo yasiyo ya kisiasa ni kengele ya hatari inayohitaji umakini mkubwa na isiitwe ni jambo dogo la kupuuzwa. Mwanasiasa huyo amebainisha kuwa wakati raia wanapofika hatua ya kuonyesha hasira hadharani kwenye maeneo salama ya burudani, viongozi wa ngazi zote hawawezi kudhani kuwa wako salama, na kwamba hatua ya kuwakandamiza waandaji wa maandamano haiondoi sababu za msingi zinazosababisha hasira za umma. Ameongeza kuwa nguvu inayotumiwa na vyombo vya dola kuzima sauti za watu inazidi kujenga chuki na uhasama kati ya wananchi na serikali yao, jambo linaloweza kusababisha milipuko mikubwa zaidi ya kijamii siku zijazo ikiwa mbinu ya kiutawala hazitabadili mwendo. Wakati sehemu kubwa ya wachambuzi wakichukulia tukio hili kama onyo la wazi dhidi ya mwenendo wa utawala, baadhi ya waangalizi wa masuala ya kijamii wanashauri tahadhari katika kufikia hitimisho la jumla la kisiasa kutokana na tukio moja tu la tamasha, wakieleza kuwa matukio ya burudani yanawasilia ama yanatawaliwa na mienendo ya kihisia, ushabiki wa wasanii na matarajio tofauti ya umati ambao haukuwa kwa nia ya kusikiliza hotuba ya kisiasa bali kujifurahisha na kufurahia